Ni shangwe na huzuni vimetawala katika chuo cha uhasibu campus ya Singida baada ya siku ya leo kuvunjwa kwa bunge la serikali ya wanafunzi TIASO kwa kipindi cha masomo 2024-2025. Kabla ya rais wa serikali ya wanafunzi TIASO kulivunja bunge hilo, makamu wa rais Nuru Seif akazungumza juu ya ushirikiano ulioonyeshwa na serikali hiyo. Nipende kuchukua fursa hii kwa kufurahi sana kwa nanyi katika uongozi wangu, hakika hamjaniangusha. Asante sana. Na ningependa kupongeza wizara zote kwa kushirikiana vyema katika majukumu yenu. Basi mimi sina mengi ya kuongea, lakini sana maana ndio tunatoka, wengine watabakia. Kwa hiyo nawatakia kila la heri. Pia ikafika wasaa wa rais wa serikali ya wanafunzi TIASO kuvunja bunge, na hii ilikuwa hotuba yake ya mwisho katika bunge hilo. Nianze kwa kupongeza sana wewe Mheshimiwa Spika na bunge lako tukufu kwa namna ambapo umeongoza bunge hili kwa kipindi cha mwaka 2024-2025. Hakika limekuwa bunge la mfano na kwa kweli tumeingia kwenye historia. Mheshimiwa Spika, pongezi hizi ziendane sambamba na kulipongeza baraza langu la mawaziri kwa kazi kubwa na nzuri ambayo tumeifanya kwa kipindi cha mwaka mmoja, mkiongozwa na kiranja wenu waziri mkuu pamoja na naibu waziri mkuu. Hongereni sana kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Lakini pia niwashukuru sana kamati mbalimbali ambazo tuliziunda, association mbalimbali ambazo tumeziunga, viongozi wa association. Na sasa hii leo tunaenda kuvunja serikali na kuanza maandalizi ya kuweza kupokea serikali nyingine mpya. Niwapongeze sana kwa sababu mambo mengi mazuri tumeyafanya kwa ushirikiano na kwa umoja mkubwa sana. Tumefanya mambo makubwa sana ambayo kwa kweli hata wenzetu na wananchi wetu wamekuwa wakiyasema. Sisi kazi yetu ni utawala bora, ni kuwahudumia wanafunzi na kuyafanya yale ambayo yanastahili kwa wanafunzi wenzetu, na tumeyafanya kikamilifu. Kwa kweli niwape hongera sana ninyi viongozi wote wa TIASO kwa mwaka wa masomo 2024-2025. Ninaamini mmeheshimisha TIASO. Hongereni sana na heshima zenu. Ndugu zangu, yapo mambo mengi sana tuliyoyaahidi kuyafanya kwenye ilani yangu ya uchaguzi, na mimi niseme kwa 98% tumeyafanya kikamilifu. Kasoro hizo mbili yote tuliyoyaahidi kwenye ilani yetu mkiyasoma tumeyatekeleza kwa 98%. Hongereni sana na niwapongeze sana kwa utekelezaji. Niseme tu kwenye wizara zote ambazo tunazo, waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Spika, serikali hii itakumbukwa hapa TIASO, itakumbukwa kwa mazuri na kuna watu wataimisi. Kwa hiyo wizara ya habari, nakushukuru sana naibu waziri wa habari Bwana Samueli, uko hapa, katibu mkuu, afisa habari ofisi ya rais, wote mmefanya kazi nzuri na wapongezeni sana. Niseme tu kwa ujumla wizara zote zimefanya kazi nzuri na yale yote ambayo sisi tuliahidi tumeyafanya, tumeyatekeleza. Kwa ndugu zangu, mimi niseme tu kazi yetu kama TIASO ni kuhakikisha tunakuwa link kati ya serikali na wanafunzi na management. Tumelitekeleza hili kwa ufanisi mkubwa. Tumepokea changamoto za wanafunzi wenzetu na kuzipeleka management. Tumesimamia ipasavyo. Mimi kama rais nimesimamia kwenye swala la matokeo. Niliahidi kusimamia TIA kwa muda ambao nimeingia madarakani. Imekuwa ni campus ya kwanza kwenye kila matokeo, kwenye kila semester kwa campus zote. Hongereni sana. Kulikuwa na makosa madogo kule nyuma, lakini tuliyapambania kule. Tumepambana. Kulikuwa na changamoto ya mitihani ya supplementary na special kufanyika September conference. Watu wanakuwa na rundo semester mbili, mtu amesafi, alafu aje aunganisha afanye pamoja, ilikuwa changamoto. Tulisimamia hili kidete na ninamshukuru rais wa Mwanza. So kwenye kikao hicho sisi ndio tuliona bora tuonekane wabaya, lakini tutetee maslahi ya wanafunzi. Na kweli hoja yetu
afisa mtendaji mkuu wa taasisi Profesa Palanjo alipokea na maelekezo yakatoka. Kwa hiyo mitihani ya special na supplementary itakuwa inafanyika kila semester. Haya ndio ambayo wanafunzi walikuwa wametutuma. Tumetekeleza tour zote kwenye michezo, kwenye burudani, tumeyafanikisha mengi makubwa. Ndugu zangu, mimi niwashukuru sana na niwapongeze sana. Niseme tu kwa serikali ijayo kupitia bunge lako tukufu, Mheshimiwa Spika, basi tuwatakie kila laheri. Uchaguzi ukawe wa heri, ukawe wa amani na ukawe wa haki. Tukachague kiongozi ambaye atakuwa sio tu bora kiongozi, ila awe kiongozi bora atakayewafaa wanafunzi wetu wa TIA campus ya Singida, atakayewabeba maslahi ya wanafunzi na kuyapigania, atakayejitoa kwa namna yoyote hata kuhatarisha usalama wake ili tu kutetea maslahi ya wanafunzi wenzetu yaweze kutimizwa. Tupate kiongozi huyo ambaye ataendeleza haya mazuri ambayo tumekuwa nayo. Lakini niwaombe viongozi, hasa wakuu Excom, msiwe na wagombea. Msiwe na wagombea. Madhara yake na yaelewa. Utaenda kujichafua. Wewe kama unamsupport fulani, msupport, lakini usijionyeshe hadharani kwenda kuwa campaign manager. Nasemea hivyo kuanzia rais, makamu wa rais, katibu mkuu kiongozi, waziri mkuu, naibu waziri mkuu. Viongozi wale wakubwa wa juu. Haitaki utajichafua. Sizui, ila hili ni ushauri. Ukiona unaweza, kwa sababu ukimbeba leo ukambeba mgombea yeyote, akishindwa na wewe umeshindwa. Legacy yako itakuwa imepotea. Bora tukae kama wastaafu, sisi tubaki kuwa washauri. Sio kwamba sijazuia, ila nimewashauri tu. Baada ya kusema haya, kwa kweli nitakuwa sijajitendea haki mimi na serikali yangu bila kumshukuru sana mkurugenzi mtendaji wa taasisi Daktari James Mrema, management pamoja na walezi wetu wanafunzi. Wamekuwa walezi bora kwetu. Wamekuwa supportive sana. Mkurugenzi ametupenda sana. Amekuwa mtu ambaye ametusupport sana. Kwa kweli namshukuru sana, Mungu ambariki sana. Na hili alilolisema ndio kitu ambacho waziri mkuu tulikuwa tunajadili siku hiyo. Mimi nina furaha lakini nina huzuni. Unasema hivi kwa sababu niliwapenda sana wana TIA na nimewapenda kwa sababu ya ushirikiano mzuri ambao wametupatia sisi serikali. Ninasema hivi kwa sababu ninyi viongozi wenzangu mmenipa ushirikiano mkubwa. Nawapenda sana, mtaendelea kubaki ndani ya moyo wangu. Tuendelee kushirikiana, sio hapa tu, hata kwenye maisha mengine huko. Tutafutane. Kuna maajira huko yanatangazwa, tutafutane. Kwa hiyo urafiki huu uendelee. Sisi tumekuwa familia. Tumekuwa nini jamani? Familia. Na niseme basi nimelivunja bunge la serikali ya wanafunzi kwa mwaka wa masomo 2024-2025 kuanzia sasa, na tayari sasa kuendelea na taratibu za uchaguzi wakipata serikali nyingine. Na serikali hii ya wanafunzi sasa itabaki kwenye mikono ya katibu mkuu kiongozi wa serikali ya wanafunzi. Ndio yeye peke yake ambaye atabaki anafanya kazi kwa niaba ya serikali kwa mujibu wa katiba. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana na Mungu wa mbinguni awabarikini sana. Asanteni sana.